Huyu binti hapa anaitwa Aminata na ana umri wa miaka 11 tu. Aminata alikumbwa na changamoto ya biashara ya utumwa, na baada ya kutekwa, hapa tunawaona wakiwa wamepelekwa katika soko la utumwa kwa ajili ya kuuzwa, na watu waliokuwa wanawanunua walikuwa wakiwatumia katika shughuli za kilimo. Yaani hapa wanauzwa kama vile nyanya ambavyo zinauzwa masokoni. Ila wakoloni noma sana. Kimwili cha Aminata ni kidogo kidogo fulani hivi. Sasa kutokana na mwili wake, wafanyabiashara wengi sana walikuwa wakimkwepa, yaani hawakutaka kumnunua. Maskini ya Mungu kanaonekana kama vile hakana nguvu za kuweza kufanya kazi kwenye hayo mashamba. Watu pekee ambao walikuwa wakiuzwa kwa bei nzuri ni wale ambao walikuwa na mili mikubwa tena na nguvu za kutosha. Sasa aliyekuwa anammiliki Aminata alimpiga mnada, lakini watu hawakutaka kumnunua kabisa. Sasa ikabidi amuuze kwa bei ya jioni, lakini huwezi amini watu bado walikuwa wakiendelea kumkwepa tu. Basi bwana, alitokea mchizi fulani hivi ambaye alikuwa anaonekana kupendeza kuliko wote, akataka kumnunua Aminata. Lakini ukweli ni kwamba huyu mwamba anamnunua kwa mipango yake binafsi tu na wala sio kwa ajili ya kazi za mashambani. Yaani in short ni kwamba huyu mwamba alitaka binti wa watu kumchukua kwenda kumtumia kama chombo cha kutimiza matakwa yake mwenyewe. Yatakuwa ni matakwa gani haya? Hemu ngoja tuone. Bwana, kwenye hii movie huyu binti alipitia misukosuko sio poa, lakini aliendelea kuonyesha ujasiri wake mpaka mwisho. Umesha subscribe Okay, sawa, tuendelee. Baba yake Aminata ni mtu wa ibada sana, na jamaa alikuwa akimpenda sana binti yake, na ndio maana alikuwa akimfua ili awe na ujasiri wa hali ya juu. Sasa majira ya asubuhi sana, Aminata pamoja na wazazi wake walikuwa wakielekea mahali fulani hivi, lakini ghafla wakahisi kama kuna kitu hakiko sawa. Yaani ukupita muda mrefu walitokea majangili fulani hivi ambao ni mablaki kama wao tu, na mwamba mmoja akawa ameshika chuma bwana. Sasa cha kusikitisha, mama alishambuliwa na kupoteza maisha. Baada ya mama, baba yake na Aminata naye alikula chuma. Hili lilikuwa ni tukio lililomuumiza sana Aminata. Sasa Aminata yeye alichukuliwa kama mateka, na aliweza kushuhudia kwa macho yake kabisa kijiji chao kikiteketea kwa moto chote, na pia kulikuwa na vifo vingi sana, na watu wengine walichukuliwa kwenda kuuzwa kama Aminata. Basi bwana, walianza safari yao kuelekea sehemu husika. Sasa huyu anayeongea na Aminata hapa anaitwa Chokolo, na hapa ndo wamekutana kwa mara yao ya kwanza, lakini yeye kwa huu muda hakuwa mateka, maana alikuwa na maelewano mazuri sana na wale watekaji waliokuwa nao kwenye huu msafara. Kutokana na safari kuwa ndefu, Chokolo alimpatia maji ya kunywa Aminata, lakini Fanta, yule mwanamke ambaye alikuwa akimchukia sana Aminata, alimkata jicho sio poa, na hakutamani kabisa Aminata kusaidiwa. Yaani mtu yoyote ambaye alikuwa anashindwa kuendelea na hii safari, huwezi amini wajuba walikuwa wanammalizia njiani ili asije akawa mzigo kwa wenzake. Na majamaa wana roho mbaya sana, yani hata ukiswali pia ni kosa kwao. Ona wanachomfanyia Aminata. Aminata akiteseka ndo furaha ya Fanta. Sasa wakati walipokuwa wanaendelea na safari yao, huku akikatiza kwenye jangwa, kwa kuwa Chokolo alikuwa na maelewano mazuri na viongozi wao, ikabidi amfuate kiongozi wao mmoja na kumwombea Aminata aweze kufunguliwa, maana hapa walipo ni mbali sana na walipotoka, so mateka hawawezi kukimbia. Alafu pia hizo ringi walizofungwa shingoni ni nzito sana, so wanaweza kuchoka, alafu huko mbeleni wakashindwa kuendelea na safari. Basi bwana, walitembea sana mpaka wakafika karibia na ufukwe, na ghafla alitokea mzungu fulani hivi kwa ajili ya kuwachukua kuendelea na safari. Aminata alikuwa hajawahi kumwona mzungu hata siku moja, yani kwenye maisha yake, so akawa anauliza, yule ni mzimu au? Mwamba akamwambia hapana, yule ndo anatakiwa atupeleke huko tunakoelekea sasa. Yani hapa wasaliti wakubwa ni wa Afrika, yani wa Afrika wamewasaliti wa Afrika wenzao, na hiyo yote ni ili kunufaisha ngozi nyeupe tu. Chokolo aliambiwa awarudishie minyororo yao au mateka ili kuweza kuendelea na safari. Yani hapa wanashangaa kweli kweli, maana haya mazingira hawajawahi kufika hata siku moja, so wakatakiwa kupumzika kwanza. Lakini cha kusikitisha zaidi ni kwamba waliwekwa sehemu fulani ya wazi hivi ambayo mvua ilikuwa ikiwachapa balaa. Palivyokucha tu kabla ya kusafirishwa kwa boti, ikabidi wapigwe alama kwanza. Yani wauni walikuwa wakichukua chuma cha moto kisha wanakiweka kifuani. Oya we, shukuru Mungu umezaliwa sasa. Basi bwana, wakati wapo majini ikaja meli nyingine kubwa hivi, so ikabidi wahamishwe ili kuweza kuendelea na safari yao. Walipoingia ndani ya hiyo meli kubwa, waliwakuta Waafrika wenzao ambao walikuwa wakiteswa sana. Basi bwana, wakawa wanachunguzwa pale, lakini
kwa mtu yoyote ambaye alikuwa akigoma au kuleta ubishi wowote, Wajuba alikuwa akimtupa baharini. Mwanzoni Fanta aliweza kugoma kabisa, ila Aminata akamwambia kubali tu anti, la sivyo anaweza kukuua, hawana masiara ise. Basi bwana Fanta alikubali kuchunguzwa. Sasa humu ndani kulikuwa na mjamzito mmoja hivi. Wajomba wakaona usi utakuwa mzigo sasa, hemu ngoja tumtupe tu baharini. Lakini Aminata aliweza kuwaambia wasimtupe, yeye ataweza kumzalisha pale atakapokuwa na uchungu. Na Aminata alijiamini kabisa, maana alishafundishwa na mama yake. Basi bwana, kila mtu alishangaa sana kuona binti mdogo kama Aminata kuwa na uwezo wa kuzalisha. Chokolo huku sasa na yeye amekuwa mateka, maana viongozi aliokuwa na ukaribu nao walishakabidhi mzigo wao, akaondoka kuelekea wanapopajua. So Chokolo na yeye akawa ni mtumwa sasa. Ndio hivyo tena, safari imeshaiva kuelekea Carolina, kwenye mji fulani hivi ambao unaitwa Hafenchaz. Yaani hapa hakuna mtumwa hata mmoja ambaye ana matumaini ya kurudi kwenye ardhi yao tena, maana hapa ni mbali sana ukilinganisha na walipotoka. Kutokana na kwamba safari iliwalazimu kuchukua siku kadhaa njiani, basi kila mmoja alipewa jukumu la kufanya humu ndani ya imeli. Sasa humu ndani Aminata alikutana na mwanaume fulani hivi ambaye alishawahi kuwa chifu wa kijiji jirani na walipokuwa wanaishi. Sasa alimuuliza binti jina lake ni nani. Binti akamjibu Aminata. Na hapa tunaona watu ambao wamefungiwa ni wengi mno, na wote walivutiwa sana na maneno ya kishujaa aliyokuwa anaongea Aminata. Sasa kwenye hiki chombo bwana, kuna mwamba mmoja hivi ambaye anaitwa Tom. Huyu jamaa alikuwa akitaka Aminata awe karibu naye sana, akawa anamshawishi Aminata aweze kubadilisha jina ili aitwe Mary, lakini Aminata aligoma kabisa. Huyu mzungu alitokea kumwelewa sana Aminata. Hapa alikuwa akimwonyesha mahali ambapo chombo chao kipo na wapi wanapoelekea. Sasa baada ya kupiga stori mbili tatu pale, mwamba akampa maji ya kunywa Aminata. Mara ghafla akamshika bega, kumbe mzee alikuwa akitaka kumzagamua bwana. Sasa hadi Aminata jamani, binti akaona hapa si salama hata kidogo, ila na yeye hajambo, maana alimchapa sio poa. Aminata alifanikiwa kumzalisha yule mwanamke aliyekuwa mjamzito, na huyu Maza akaamua kumuita mtoto wake Aminata, maana kama sio yeye huenda angeshatupwa baharini akafa yeye pamoja na mtoto wake tumboni. Sasa asubuhi palipokucha, wale wazungu waliwabambia sana wanawake aise, mateka wa kiume wakeza kwake, na Aminata naye alifanya mchakato wa kuwafungulia wenzake wote. Sasa Fanta alivyotoka nje tu akawa na walia rada wale majamaa, na huku nyuma alikuwa ameficha silaha yake. Sasa hii silaha yenyewe itafua dafu mbele ya bunduki kweli? Basi bwana Fanta akawatonya wenzake kwamba waanze kuwaua hao viongozi. Sasa mbanga ikaanza kuchezwa bwana, ila Aminata na Chokolo wao walikuwa wako chobingo wamejificha. Sasa kutokana na kwamba Waafrika hawakuwa na silaha nzito yoyote ile, walizidiwa nguvu na wakafungwa kamba ili kuweza kuuawa. Waliokamatwa ni Fanta na yule jamaa ambaye alikuwa chifu wa kijiji jirani na alipokuwa anaishi Aminata. Sasa hawa wawili ndio ambao walikuwa wakipanga hii misheni nzima na ndio ambao wameonekana wakipambana sana, ila ndio hivyo tena, misheni imeshafeli. Wazee hawakutaka kupoteza muda kabisa, huwezi kuamini, walikula shaba za kutosha kisha wakawatupa baharini. Baada ya hili tukio, mateka wote wakawa wameshaanza kuingia uoga sasa, so ikabidi wakae kwa kutulia wakisubiri wafike tu wanapopelekwa. Baada ya safari ndefu tena ngumu ya zaidi ya wiki 10 wakiwa baharini, hatimaye watumwa walifanikiwa kufika katika ardhi ya South Carolina, lakini walikuwa wamechoka balaa. Huwezi amini bwana, ile kufika tu watoto wa kizungu walikuwa wakiwatupia takataka hawa wa Afrika, na huku mama zao wakiwakata jicho kwa dharau, yani kama vile wameona vinyago. Hapa tunaona wakipelekwa kuhifadhiwa sehemu fulani hivi ili kusubiria kesho waweze kupigwa mnada kwa wamiliki mbalimbali wa mashamba. Yani sehemu aliyohifadhiwa ilikuwa ni mbichi fulani hivi, yani ni kama vile sehemu ambayo huwa watu wanamwaga maji machafu, halafu baridi la hapa huwezi amini friji ikasome. Yani mpaka mimi ambaye nakumwagia hizi nondo hapa natetemeka. Na ndio kama hivyo tena unavyoona vifua vyao vipo wazi tu. Ila wazungu walijua kutunyoosha walahi. Na hii story inaka ukweli ndani yake. Aminata na Chokolo kwa kuwa wamezoeana, ilibidi washikane kisawasawa ili kubadilishana joto la mwili. Najua mwamba hawezi kusimamisha, maana sio kwa mbanga hizi. Sasa baada ya masaa kadhaa kupita, kuna mzungu mmoja ambaye ni kiongozi alikuja akawapatia mibakuli fulani hivi ambayo ilikuwa na mabaki ya vyakula iliokotwa huko mtaani wanapoishi wazungu. So ndo wamewapa hawa watu weusi ili wale na wao. Kutokana na njaa waliokuwa nayo, watumwa walikimbilia lile sufuria ili waweze kupata chochote kitu. Chokolo alikuwa akimpenda sana Aminata, yani mwamba alikuwa akijipenyeza kuweza kuchukua msosi kisha anampatia Aminata, lakini baridi lilikuwa halivumiliki hata kidogo. Aminata alikuwa akitetemeka sana mpaka Chokolo akawa anaanza kuogopa na kuhisi kwamba huenda Aminata
Aminata anaweza kupoteza hata maisha, lakini binti alikuwa akimhakikishia Chokolo kwamba ni lazima watatoboa tu. Sasa mimi sijui hata watatoboaje, lakini tutajua tu hapo mbeleni. Yaani kwa hali ya kushangaza walianza kuona mwanga fulani hivi ukitoka juu na kuamulika. Yaani kwa ishara kama hiyo kwenye mila zao waliamini kwamba ushindi wao bado upo na watashinda. Sasa asubuhi iliyofuata mateka wote walipakwa mafuta ya nguruwe ili ngozi zao zing'ae wapendeze, yaani waonekane wana afya ili waweze kuuzwa kwa bei nzuri huko kwenye hilo soko la binadamu. Muda si mrefu rafiki yake Aminata Chokolo alianza kuingizwa kwenye mnada na bei yake ilikuwa ni kama pauni 7 hivi, ambayo kwa pesa za Tanzania kwa miaka hii ni kama vile 24,000 tu, ila hiyo ilikuwa ni kipindi hiko cha nyuma sana, ila kwa sasa ingekuwa ni pesa nyingi tu. Basi bwana, kwa kawaida yao mnada unaanzia na bei ya chini, alafu theni wakulima wanapanda dau, so bei ikafika mpaka pauni 8 hivi, ambayo ni sawa na 27,000 ya Kitanzania, na hapo ndipo mchizi akatengana na Aminata. Sasa sijui kama huko mbeleni watakuja kuonana au vipi, embu ngoja tufuatilie. Ila Aminata alisikitika sana, maana Chokolo ndo alikuwa mtu pekee ambaye amemzoea. Sasa ikafika zamu ya Aminata kupigwa mnada, akachukuliwa na kupandishwa mpaka juu jukwaani. Sasa huyu dalali alimsifia sana huyu binti, yaani sifa zilizomwagwa hapo Doto Magari akasome, lakini sasa kamwili kake maskini ya Mungu kalikuwa ni kadogo, so akaonekana kama vile ni mtumwa ambaye hataweza kufaa kufanya kazi. Sasa mwishowe alitokea mwamba mmoja hivi, yeye alikuwa ni mmiliki wa shamba moja hivi la indigo, aliweza kutoa pauni 5 ili kuweza kumnunua. Najua utakuwa unajiuliza shamba la indigo ni nini. Ngoja sasa nikuambie, shamba la indigo ni shamba ambalo lina mimea aina fulani hivi ambayo kisayansi wanaita indigofera, na mara nyingi majani yake enzi hizo yalikuwa yakitumika kutengenezea rangi ya blue, ambayo hiyo rangi walikuwa wakipaka kwenye nguo, vitambaa, nyuzi, na kipindi hiko mashamba yalikuwa ni mengi sana na yalikuwa ndo mchongo mzima enzi hizo. Yaani ukiwa na shamba la indigo moja basi wewe ni tajiri. Okay, acha tuendelee sasa. Bei aliyonunuliwa Aminata ilikuwa ni bei ya chini sana, yaani anayepiga mnada hajaamini kabisa kama atanunuliwa kwa pesa ndogo kiasi hiko. Hiyo ina maana kwamba ameuzwa kwa bei ya jioni, so ikabidi wamtoe pale jukwani. Na pia huyo mwamba kwa kumwangalia tu, hata kabla hajamchukua huyu binti, ni wazi kwamba nia yake haikuwa nzuri hata kidogo. Aminata pamoja na mateka wengine kadhaa walifungwa kwa pamoja na kupelekwa kwenye hayo mashamba ya indigo. Huyu binti ni mdogo sana kulinganisha na hizi mbilinge anazopitia, so kutokana na njaa, uchovu, huwezi amini bwana, binti wa watu alidondoka chini na kupoteza fahamu. Yaani ama kweli alistahili kuuzwa kwa bei ya jioni. Sasa uzuri ni kwamba huku alipo kwa sasa alikutana na mjakazi mmoja hivi ambaye alikuwa na roho nzuri sana, lakini huyu Maza alikuwa hana mtoto wa kumzaa, so alimtreat Aminata azifu alikuwa ni mtoto wake wa kumzaa. In short, alimuonyesha upendo sana. Miaka kadhaa ilipita na huyu ambaye tunamuona hapa kitandani ndiyo Aminata sasa, na amekuwa pisi ya kwenda. Aliyemnunua alikuwa akimsubiria kwa hamu sana ili aweze kufikia umri kama huu. Yaani ni kama vile ununue parachichi uliweke ndani usubirie liive. Ndivyo alivyofanya mwamba. Huyo jamaa bwana alimnunua Aminata kwa bei ndogo sana, na haikuwa kwa ajili ya shambani. Bali alikuwa akimsubiria akue ili aweze kumpididization ya Aminata. So in short, nia yake haikuwa nzuri hata kidogo. Mwamba kwa kuzuga akajifanya kama vile amefata chai. Huyu Maza hapa jina lake ni Jojo, na alimwambia Aminata kwamba inabidi awe makini sana na huyo jamaa, maana sio mtu mzuri hata kidogo. Yaani Aminata na yeye mwenyewe pia hamkubali mchizi hata kidogo. Kati ya hawa watumwa ambao wameletwa huku, Aminata alikuwa ni Mwafrika pekee ambaye alikuwa akijua kusoma na kuandika lugha zaidi ya moja. Pia Aminata anamchukulia Jojo kama vile mama yake wa kumzaa. Yaani kwa namna wanavyoishi, kama wewe ni mgeni haya maeneo, huwezi kuamini kama sio mtu na mama yake kabisa. Na hiyo yote ni kutokana tu na namna walivyokuwa wakipendana. Aminata alikuwa akikubalika na watu wengi sana wa maeneo ya hapa, na walikuwa wakimchukulia kama vile mdogo wao. Sasa siku moja kulikuwa na wageni ambao walikuja kufanya biashara na mwamba aliyemnunua Aminata. Sasa mke wa huyu mgeni alitokea kumwelewa sana Aminata na akataka kuwa naye karibu. Sasa jamaa akaona mbona Aminata anasifiwa hivi na kila mtu, sio wanaume, wanawake, yaani kila mtu. Akaona ngoja achomoe betri tu. Basi bwana, wageni walipoondoka akawa kama anamtongoza Aminata, lakini Jojo alikuja kumtoa kijanja na kumwambia kwamba jikoni kuna kazi nyingi sana, so anatakiwa aende jikoni chapu. Sasa leo Aminata akapewa habari njema juu ya mtu aliyekuwa amepotezana naye kwa muda mrefu sana. Ikabidi akimbie chapu kwenda kukutana naye. Hatimaye Chokolo na Aminata waliweza kukutana kwa mara nyingine tena. Yaani tangu wapotezane ni miaka 10 sasa. Mwamba alifurahi sana kukutana na Aminata, so ikabidi Mwamba ampe mchumba zawadi ya lemba fulani hivi la maana. Aminata na Chokolo wanamilikiwa na mabosi wawili tofauti, na ndio maana hawakuwahi kupata nafasi ya kukutana hata siku moja. So hapa pia wamefanya kuibia tu. Sasa leo wakati Aminata
anafanya usafi, jamaa mmoja alikuja na kumuita na kumwambia kwamba anaitwa na bosi. Basi ikabidi aende. Alipofika Mwamba akamwambia asogee karibu yake. Sasa akaulizwa kama ana mpenzi, lakini bidada akamwambia kwamba hapana bosi, sina mpenzi. So mchizi akafunga mlango bwana mba na kuanza kupeleka mdomo shavuni. Mara ila Aminata alikataa kabisa. Sasa upiri wa jamaa ni mzito kilo 150. Mchizi anataka raha bwana, so bibi akamlaza chini. Yani hata mimi mwenyewe siamini kama Mwamba alikula tunda kirahisi rahisi. Sasa nje kulikuwa na binti mdogo na alikuwa akisikia kila kitu. Alivyomaliza tu mshikaji akatoka mule ndani. Kisha akaja jamaa mmoja hivi akamkuta Aminata yupo hoi. So Jojo alijaribu kumkiakea pale Aminata ili awe sawa hata kiafya. Baada ya muda alikuja yule mke wa yule mgeni ambaye alikuwa akitamani sana kuwa na ukaribu na Aminata. Na leo amemletea zawadi ya kitabu na kumwambia kwamba akisome atafurahia sana. Sasa sijui hata iko kitabu humo ndani kina siri gani. Sasa leo tunamuona Aminata akiwa amekutana na Chokolo tena. Kwa kuwa walikuwa wakipendana sana, huwezi amini bwana, waliweza kuoana tu kienyeji, lakini hapa hakukuwa na mzungu hata mmoja. Aisee, ilikuwa ni furaha sana kwao. Sasa baada ya miezi kadhaa tunamuona Aminata akiwa ni mjamzito. Yule bosi wake aliyembaka alimuita na kumuuliza hiyo mimba ni ya nani, lakini Aminata hakuongea chochote. So jamaa akawaambia watu wakusanyike, kisha akawa anamvuta kisawasa wa Aminata. Baada ya hapo jamaa aliagiza kisu bwana, kisha akatoa maagizo kwamba nguo za Aminata zote zitolewe nje. Jamaa na roho mbaya huyu, sio poa. Ona anachomfanyia binti wa watu, alimnyoa nywele zote tena kwa kisu bwana. Huyu jamaa alifanya hivi kwa sababu alikuwa akimchukulia Aminata kama ni msaliti vile, maana mchizi alikuwa anataka penzi la moja kwa moja, ila bidada aligoma. Sasa muda ukafika, Aminata akajifungua mtoto wa kike tena kazuri, sio poa. Sasa hapa Mwamba alikuwa akijaribu kuangalia kama ni damu yake au vipi, lakini akaja kugundua kwamba mtoto alikuwa ni black bwana, akaona sepe zake. Sasa Jojo alikuwa akimsii sana Aminata awe makini, maana huyo bosi wake ameshajua kwamba mtoto sio damu yake na pia ni mtu katili sana, so ashindwe kumfanyia mtoto kitu kibaya. Sasa majira ya usiku, wakati Aminata akiwa amelala, ghafla akaja Chokolo. Aminata akawa na mlaumu pale kwa nini mchizi amechelewa, lakini jamaa alifurahi sana kumuona mwanaye na waliweza kumpa jina la Mei. Sasa asubuhi, wakati Aminata akiwa yupo shambani, mbaya wake alikuwa akimchora tu, yani ni wazi kwamba anamtamani, sio poa, yani anataka kumfanyia kitu kibaya. Usiku wakati Aminata akiwa amelala, akasikia mwanaye akilia. Ile kuangalia tu mtoto hamuoni bwana, ikabidi atoke nje chapu, na kumbe yule muuni alikuwa ameshamuiba bwana. Na anataka kumsafirisha ili awe mbali na Aminata, na huyu jamaa amefanya hivi kama kumkomoa bibie. Sasa Aminata muda wote hana raha kabisa, lakini Jojo alikuwa ndo mtu pekee aliyekuwa akimfariji. Baada ya wiki kadhaa kupita, Aminata aliweza kuuzwa kwa yule bidada aliyemletea kitabu, maana kwa sasa huyu mzungu ni mjamzito, so inabidi akasaidie kazi. Alivyofika tu kwake, akakaribishwa kwenye chumba kimoja kizuri sana, yani ni tofauti na alipotoka. Na huyu bosi wake hapa anaitwa Ana. Hapa Aminata alimwelezea kila kitu kuhusu mtoto wake, na Ana aliweza kumwahidi kwamba atamsaidia kutafuta. Baada ya Ana kufanya uchunguzi wake, hapa akawa anampa taarifa Aminata kwamba kuna mahali ambapo mtoto wake huenda aliuzwa, so ikabidi watoke moja kwa moja mpaka kwenye hilo soko la utumwa. Kufika huko wakaulizia pale, wakaelekezwa kwa tajiri fulani hivi. Mwanzoni aligomewa kufika kwenye hiyo nyumba, lakini aliweza kufosi mpaka akafanikiwa kuingia ndani. Sasa kumbe mtoto aliyekuwa anamfuatilia siku zote sio wa kwake bwana. Aisee, alichoka sana. So hapa Ana alikuwa akimpa moyo bidada, akimwambia kwamba asijali, atampata tu mwanaye. Ana na Aminata wamekuwa wakiishi kwa upendo sana. Baada ya miezi kadhaa, Ana alijifungua mtoto wa kiume. Sasa hili tukio lilimfanya Aminata awe mpweke sana, maana mtoto wake ndo hivyo tena alichukuliwa na aliyekuwa bosi wake wa mwanzo na kupelekwa mbali na yeye. Sasa bwana, ugonjwa wa mpox ulikuwa umeenea sana, so watu ikabidi wawe makini sana, maana huo ugonjwa unaambukiza kwa kugusana tu. Usiku Aminata alisikia mtu akigonga mlango. Ile kucheki tu hivi, kumbe ni Chokolo bwana. Aisee, kila mmoja alikuwa amemmisi mwenzake, sio poa, na waliongea mambo mengi sana. Ila Chokolo aliweza kumwona Aminata kwamba ni mzembe sana, kwa sababu alishindwa kumlinda mtoto wao. Pamoja na hayo yote, upendo wao upo pale pale. So hapa tunawaona wakinong'onezana maneno yao ya kimahaba bwana. Baada ya hapo ni mezagamuo tu. Sasa asubuhi bosi anakuja kwenye chumba cha Aminata, anashangaa kukuta kuna dume bwana. Aisee, mwamba aliwaka sana. Ila Aminata alimwambia kwamba huyu ni mume wake kabisa kihalali, lakini bosi hakutaka kumuona kabisa huyo jamaa, na akamwambia kwamba yani aondoke, achape
hapa muda huo. Sasa upande wa Anna napo tunamwona yeye pamoja na mtoto wake wakiwa na ugonjwa wa mpox. Yaani ugonjwa ni mbaya sana, hususani kwa watoto na watu ambao kinga za mwili ziko chini. Yaani hapa Anna ameshakata tamaa ya kupona kabisa, so akawa anamwambia Aminata abaki salama duniani. Kisha aliweza kumwombea msamaha mumeo kwa kumtimua chokolo, na kweli bwana, Anna aliweza kufariki. Sasa siku moja asubuhi, bosi alikuwa akiongea na Aminata, lakini bidada akawa anajibu ovyo tu. Bosi alishangaa sana. Na hapa issue ni kwamba Aminata amegundua kwamba bosi wake mpya huyu ambaye anaishi naye hapa na yule wa zamani ambaye alimbaka ndio amehusika kumtenganisha na mwanaye ambaye amekuwa akimtafuta kwa muda mrefu sana. Jamaa alipoona Aminata anamjibu kwa dharau, ikabidi amwashe kofi, lakini bidada naye akamrudishia. Kisha alimsema sana mwamba na kumwambia kuwa amehusika na kumtenganisha na mwanaye, na alimwambia kwamba amegundua siri hiyo ambayo alificha akishirikiana na yule bosi wake wa zamani kwa muda mrefu sana, na anamwambia kwamba wameamua kumuuza mtoto wake kwa watu ambao ni ngumu sana kuwafikia. Lakini jamaa alikiri kwamba walifanya hivyo kwa ajili ya kumpatia mtoto wa Aminata maisha bora zaidi ya yale ambayo alikuwa akiyaishi, so alimuuza mtoto kwenye familia ya kitajiri sana huko London. Mwajiri wake alijitetea sana, lakini Aminata hakutaka kumwamini hata kidogo, na Aminata alimchukulia kama adui yake vile. Sasa baada ya kuongea sana, bidada alimtupia kikaratasi usoni ambacho kina ushahidi mzima. Baada ya kujua ukweli huo, Aminata alilia sana, na mbaya zaidi moyoni mwake akawa amejaza kisasi dhidi ya wale waliomtenganisha na mtoto wake. Je, atawafanyaje hawa watu sasa? Mimi na wewe hatujui, ila embo ngoja tuangalie huko mbeleni, huenda akawafanya kitu kibaya. Ukiachana na hayo, Aminata ana akili sana, so huyu bosi wake alikuwa na safari nyingi sana za kwenda New York, so ikabidi awe anaenda naye kwa ajili ya kumsaidia kwenye kazi zake mbalimbali, maana mkataba wao na amruhusu huyu bosi kumtumia Aminata kuwa msaidizi wake anapokuwa safarini. Walifika Hafen huko New York, na hapa ilikuwa ni mwaka 1775. Sasa baada ya kuwasili Marekani, walikaribishwa fresh tu na jamaa fulani hivi ambaye anaitwa Francis. Yeye alisema kwamba asili yake ni mtu wa Jamaica. Baada ya Aminata kusaini pale, aliulizwa na Francis kama Samuel ni mmiliki wake, yani yule bosi aliyekuja naye, maana hilo ndo jina lake Samuel. Aminata alisema ndio, lakini sio permanent, ni kwa muda tu. Sasa wakati wakiwa wanapata lunch pamoja, Aminata alikuwa akimuuliza kama kuna uwezekano wa yeye kutoroka, na Francis alimwambia uwezekano upo, lakini bado kutakuwa na vipengele kama kawaida. Sasa hapa plani ya Aminata ni kutoka hapa na kuangalia namna yoyote ya kuweza kurudi Afrika, ila jamaa akamwambia kwamba itakuwa kazi bure, maana bado biashara ya utumwa inazidi kupamba moto. So hata kama atarudi Afrika, ni lazima atakamatwa na atakuja kuuzwa tena kwenye nchi za huku Marekani au hata Ulaya. Francis alimwambia hapa New York pako vizuri tu na inabidi apaamini tu aweze kuishi. Sasa hapa tunamwona Samuel ambaye ni mwajiri wake amemfuata Aminata na kumwambia kwamba kuna barua za kujibu hapa, so ikabidi Aminata afanye hivyo. Sasa wakati Aminata yupo bize kujibu barua, anashangaa kuona nje kuna vurugu sio kawaida, tena wanaokiwasha ni watu weupe dhidi ya weupe wenzao. Aminata wakati uko nje akamuuliza mtu, kwani kuna nini? Mchizi akamjibu, hapa tunapigania uhuru wetu, hatutaki upuuzi. Sasa hapa Aminata akajua kwamba sio kusema tu watu weusi ndio ambao wanapigania uhuru, bali hata wazungu wenyewe kuna baadhi ya maeneo hawana uhuru hata kidogo. Sasa hapa Francis akawa anamwambia Aminata, huu ndio muda wa wewe kumkimbia tajiri wako sasa, na inabidi ufanye mchakato sasa hivi, maana sipokuona tahisi umekufa kwenye haya machafuko, na wala hatoweza kupoteza muda wake kukutafuta. Ghafla akamwona tajiri yake, kabidi akajibanze kwa Francis kwanza, kisha baadaye ndio akatoka kwenda kujificha. Sasa hapa alikuwa akimshukuru sana mwamba, maana haamini kama kuanzia sasa atakuwa huru. Alipotoka nje akaminyana pale kupita katikati ya watu mpaka akafanikiwa. Hapa tunamwona akiwa msituni na alikaa humu kwa muda kidogo, kisha siku moja akarudi tena na akapokelewa vizuri tu na Francis na kupewa chakula, then mwamba akampatia pesa, lakini Aminata yeye alizikataa. Mchizi alimwambia hapana, apokee tu, maana amempa kama rafiki yake, so asiwe na wasiwasi. Kisha Aminata alielekezwa aende kwa jamaa fulani hivi ambaye anaitwa Krebo ili aweze kumsaidia makazi, maana hapa siku kama mwajiri wake atarudi kufanya biashara zake, akimkuta itakuwa ni mambo mengine. Huyu msichana hapa anaitwa Datilda ambaye ni mke wa Krebo na pia ni mjamzito. Maeneo ya hapa Aminata alikuwa akiwasaidia watu sana kujifungua, maana huo ndo ujuzi wake, na kutokana na kwamba yeye ndo alikuwa Mwafrika pekee anayejua kusoma, basi alikuwa akiwafundisha Waafrika wenzake kusoma, na maeneo ya hapa walikuwa wakifurahi sana, maana walikuwa hawamilikiwi na mtu yoyote yule. Sasa hapa Francis alimwomba Aminata amsindikize mahali fulani hivi. Walitoka na kuelekea hiyo sehemu, na kumbe sehemu yenyewe ilikuwa ni mahali ambapo kulikuwa na vita. Aminata hakutaka kabisa kufika hapa, lakini Francis alimwambia kwamba
kwamba endapo angemwambia kuwa wanakuja huku basi Aminata angegoma kabisa kuja. So ndio maana hakutaka kumwambia ukweli. Kuna mzee mmoja hivi akamuita Aminata ili aweze kumpatia msaada. Yaani hapa majeruhi walikuwa ni wengi balaa. Ona kama huyu mwamba hapa alikuwa na jeraha kubwa sana mguuni kwake. So alikuwa akitakiwa kukatwa mguu. Hoya, uwezi amini huduma ilikuwa ikitolewa, lakini walikuwa wakitumia msumeno kuweza kukata miguu ya watu, yaani bila ganzi. So poa. Sasa wakati wanatoa huduma, ghafla wakavamiwa. Aminata na Francis ikabidi wakimbie chapu. Sasa leo Aminata alikuja kuitwa na kuambiwa kuwa kuna mtu amekuja na anamtafuta sana. Uwezi amini bwana, alikuwa ni Chokolo ambaye ni mume wake. Kwa kuwa ni muda mrefu hawajakutana, ikabidi wazigusanishe bwana. Hapa tunamuona Chokolo akitambulishwa na Aminata kwa Francis. Na waliongea mambo mengi sana juu ya Waingereza na Wamarekani ambao wanapigana kila siku kuweza kupambania uhuru wao. Lakini watu weusi hawawaamini hawa Waingereza na Wamarekani hata kidogo, kutokana na kwamba hawa watu wanapigania uhuru wao kwa maslahi yao wenyewe. Lakini ghafla ilikuja barua kutoka kwa Waingereza na kuwataka Negroes, yani hawa watu weusi, ili kupigania uhuru dhidi ya Wamarekani. Aminata ilibidi apeleke huo ujumbe kwenye jamii ambayo anaishi nayo, lakini wauni walihoji sana, maana hawawaamini Wamarekani wala Waingereza. Lakini Francis alijaribu kuwaelewesha vizuri ili waweze kukubali ombi hilo. Crabbe alikuwa akijipa hopu sana, maana anajua kwamba mwanae anaweza kuzaliwa kipindi ambacho kutakuwa hakuna machafuko kabisa yani. Wakati wakiwa wanaongea, alikuja askari mmoja hivi wa Kibritish ambaye alimuulizia Aminata, kisha akaondoka naye mpaka kwa binti fulani hivi ambaye alikuwa ni mjamzito na alikuwa akikaribia kujifungua. Aminata alimuuliza huyu binti kwamba ana umri gani, ila mwamba akamjibia chapu kwamba eti ana umri wa miaka 22, ila binti mwenyewe alijibu kwamba ana miaka 15. So Aminata akamwambia huyu jamaa kiasi anachotaka ili aweze kufanya kazi, na kama hatopewa hiyo pesa basi inabidi aondoke zake tu. Basi mchizi alikubali kulipa hiyo pesa. Aminata alimwambia huyo askari wa kizungu ampishe ili aweze kuendelea na kazi. Sasa hapa Aminata alianza kumuuliza huyu binti, vipi huyu jamaa anakutriti vipi? Binti akajibu kwamba anapendwa sana na pia anamhudumia bila ubaguzi. Lakini binti mwishoni akaanza kuongea na kusema kwamba hataki mtoto kwa sasa, so atakapomzalisha tu angalia namna yote ya kuweza kumtupa huyo mtoto, hata mtoni tu, maana bado anahitaji muda zaidi wa kuweza kuenjoy na mpenzi wake mzungu. Aminata akamwambia okay sawa, hamna shida, utakapokuwa unapushi mtoto ndio utasema kutoka moyoni kwamba huyo mtoto ni mtupe au ni mwache tu utamlea. Sasa Aminata alimwambia hivi maana anajua uchungu atakaopata huyu binti, hataweza kuwa na mawazo ya kumtupa huyu mtoto hata kidogo. Na hii sehemu tunaipita, lakini nahisi huko mbeleni itakuwa ina maana kubwa sana. Huyu mtoto ambaye anamzalisha hapa ni nani? Na ni kwa nini yule askari wa kizungu hakutaka Aminata aweze kujua umri halisi wa huyu binti? Embu ngoja tutajua tu huko mbeleni. Wakati Aminata akiwa na Chokolo wakisaidiana kazi, yule askari Mwingereza alikuja na kumshukuru Aminata kwa kumzalisha mpenzi wake salama, na pia alitaka kuongea na Chokolo pamoja na vijana wengine. Sasa kumbe yule British ambaye ni askari aliwataarifu akina Chokolo kwamba wanahitajika kwenda kwenye uwanja wa vita ili wakawasaidie. Aminata alimuuliza, kwa hiyo mume wangu ulikataa? Jamaa alimwambia kwamba amekubali. Aminata alimaindi sio poa. Hapa akawa anamwambia nimeshapoteza mtoto, so sitaki kukupoteza na wewe mume wangu. Jamaa akawa anasema Wamarekani hakuna chochote walichotuahidi, so ni bora tujiunge na Waingereza ili tuweze kupambana na wao Wamarekani. Basi bwana, asubuhi kila mwanamke aliweza kumwaga mume wake ambaye anaenda kupambana. Aisee, vita ilipigwa sio poa na watu wengi sana walikufa. Yaani kama mume wako au ndugu yako yoyote alirudi salama, basi unatakiwa uchinje ng'ombe. Sasa kuna jamaa mmoja hivi mweusi aliyefanikiwa kurudi, akatoa taarifa kwamba wamekufa watu wengi sana, tena hususan Negroes. Yaani aliongea kila kitu na kusema kuwa vifo ni vingi mno. Na wakati huu Aminata alikuwa hajui chochote kuhusu Chokolo, kama yuko hai au vipi. Ikabidi amwombe Francis waende kumtafuta Chokolo. Jamaa hapa alikuwa anaamini kwamba Chokolo atakuwa ameshakufa, ila Aminata alitaka wakamtafute hivyo hivyo tu. Basi bwana, waliingia uwanja wa vita kwenda kumsaka Chokolo. Hoyawe, embu cheki hali yenyewe ya haya maeneo, alafu unaenda kumtafuta mtu ambaye alikuwa kwenye hii vita ukiwa na matumaini kwamba ni mzima. Yaani hapa sidhani kama mtu unaweza kuwa na matumaini kumkuta mtu yoyote mzima. Walitembea mpaka wakafika sehemu fulani hivi na kumuona Crabbe, yaani yule mume wa yule mrembo aliyekuwa na mimba. Walivyokutana naye aliwaelekeza alipo Chokolo. Yaani walimkuta Chokolo akiwa hawezi hata kuongea. Ikabidi wampeleke mpaka nyumbani. Sasa hapa Chokolo aliweza kupata fahamu, lakini hali yake bado sio nzuri hata kidogo. Mapigano yaliendelea na
Waingereza pamoja na Negroes, yani watu weusi, walishinda. Sasa kipengele kikawa kipo kwa Francis ambaye alikuwa karibu sana na Wamarekani. Francis alikuwa akihofia kuonekana kama yeye ni msaliti, maana siku zote alikuwa akifanya kazi na Wamarekani. Pia bidada alimsii awe makini sana, maana hata hao Waingereza ambao wamewasaidia huwa ni kama kinyonga, yani wanabadilika muda wowote ule. Basi bwana, baada ya hiyo vita, Aminata kuna sehemu alikuwa anataka kuelekea, ila Chokolo alitaka kwenda naye kama kumlinda hivi, lakini Aminata akamwambia ataenda peke yake tu. Sasa wakati anakatiza kwenye chocho fulani hivi, kuna wahuni wa Kimarekani wakataka kumteka. Ghafla alitokea askari Mwingereza akamsaidia. So Aminata alienda kuonana na kiongozi mmoja hivi ambaye anaitwa Captain. Alimuuliza bidada yupo huru kwa muda gani hapa Marekani. Aminata akamjibu ni miaka 8 sasa. Captain akamtaka afanye kazi chini ya Wabritish maana ana akili sana, lakini Aminata alitaka kugoma kutokana na ahadi feki ambazo Waingereza siku zote wamekuwa wakizitoa kwa hawa watu weusi. Jamaa akamwambia sasa hivi hapa Marekani sio salama hata kidogo, na kama endapo atakubali kufanya kazi chini yao, basi yeye pamoja na wenzake weusi watapelekwa mahali fulani hivi ambapo ni koloni la Kibritish na lipo nje kidogo na Marekani, na wataishi fresh tu, yani bila wasiwasi wowote. Aminata alikubali kisha akasepa zake. Usiku wa leo Negroes, yani hawa watu weusi, walivamiwa na Wamarekani na walitaka baadhi yao kuwateka kuwafanya wawe kama watumwa. Aisee, kwa bahati mbaya Krebo alitekwa, na asubuhi ilipofika askari wa Kibritish na akina Aminata walipambana sana ili Krebo aweze kuachiwa, lakini ilishindikana na Wamarekani walitaka kumsafirisha Krebo kwenda mbali na hapa New York. Aisee, kwenye hii bandari hapa wakati wanataka kuondoka naye palichimbika sio poa. So jamaa aliacha mke wake pamoja na mtoto wake, na ilikuwa ni kipindi kigumu sana kwa familia yake. Leo Aminata pamoja na Francis waliitwa mahali fulani hivi na wa British kuweza kudiskasi life la mtu mweusi, na hapa waliambiwa waorodheshe watu weusi wote ili ijulikane idadi yao kamili, maana mpango uliopo ni kuwahamisha kwenda Washington. Of course walifurahi sana baada ya kusikia hivyo. Alivyofika nyumbani alimwelezea kila kitu Chokolo na walifurahi sana, na pia bidada akampa habari Chokolo kwamba kwa sasa yeye ni mjamzito tena. Oya, sio poa. Sasa asubuhi yake Aminata alikabidhiwa kitabu cha kuweza kuandika majina ya historia za hawa watu weusi. Kila mtu alikuwa akielezea historia ya maisha yake. Yaani hapa hawa maniga wanaona ni kitu cha ajabu sana Mwafrika mwenzao kumwona akiwa anaandika na kusoma vizuri tu, na wanashangaa sana kwa sababu kati yao hakuna anayejua hivi vitu hata kidogo, yani wanaona kama ni uchawi. Sasa kuna binti mmoja hivi ambaye jina lake alijitambulisha kama yeye ni Aminata, na akasema kwamba mama yake alifariki. Aminata alifurahi sana kumuona ise. Mwana Mentalix, kama unakumbuka yule maza mjamzito alitaka kutupwa baharini, ila Aminata aliweza kumuombea asitupwe na kusema kwamba atamzalisha yeye mwenyewe. Basi yule mtoto ndo huyo hapa. Kama unakumbuka jina lake yule maza alimuita Aminata. Binti ameshakuwa mkubwa kabisa huyo. Sasa kutokana na kazi nzuri ya kuwakusanya Negroes, Aminata alipewa tiketi kadhaa kuweza kusafiri. So hapa alikuwa akiagana na Francis, wanaenda mbali na New York, so wataonana tu hapo baadaye. Sasa wakati wakiwa wameshakabidhi hizo tiketi kwa maaskari, bidada anashangaa akiambiwa kwamba haruhusiwi kusafiri, maana kuna uhalifu mkubwa sana ambao ameufanya. Ni uhalifu gani tena huo? Sasa bwana, kumbe yule tajiri wake wa mwanzo kabisa ndio amemleta mahakamani bwana. Sasa alijuaje kama yuko hai? Na mwamba alikuwa akisisitiza na kusema kwamba Aminata bado ni mtumwa wake. Aminata akajitetea pale kwa kusema kwamba aliuzwa kwa Mr. Samuel na wala sio huyu, na Mr. Samuel aliweza kumwachia huru. Baada ya kujibu hivyo, akaulizwa kibali cha kuwa huru kiko wapi. Bidada akawa hana majibu. Ikabidi sasa aitwe jamaa ambaye amemshtaki, yani yule tajiri wake wa mwanzo. Mwamba anapigilia msumari tu na kusema kwamba Aminata bado anammiliki na ushahidi anao, ila Francis aliingilia kati na kumuomba jaji wapewe kama masaa mawili hivi ili Aminata na yeye pia aweze kutafuta ushahidi wake. Basi bwana, jaji aliweza kukubali, lakini Aminata waliweza kumweka gerezani kwanza. Mara ghafla akaja yule tajiri wake wa zamani, akawa anamuuliza kwa kumkejeli, unadhani utanikimbia Aminata naye alikuwa akimjibu shombo sana, ila mwamba alikuwa akimwambia kwamba ndege mjanja ndio unasa kwenye tundu bovu, na wewe umeshanasa. Sasa baada ya muda kwenda, Aminata aliweza kupelekwa mahakamani tena, lakini bibie akawa hana hata ushahidi, ila Francis alimtafuta Mr. Samuel ambaye ni tajiri wa pili wa Aminata, yani yule ambaye alikuja naye huku Marekani, na ukweli ni kwamba huyu ndo ambaye alisafiri naye mpaka New York kikazi, na kama unakumbuka huyu ndo alihusika pia kwenye mission ya kumtenganisha Aminata na binti yake. Sasa wakati Aminata yupo gerezani, jamaa alikuwa akimwomba msamaha Aminata kwa kumtenganisha na mwanaye, lakini Aminata kwa uchungu alikuwa akimwambia kwamba hata kuja kumsamehe hata siku moja. Asubuhi ilipofika, jaji alitoa maamuzi ya kumtimua Mr. Clement, yani yule tajiri wa mwanzo kabisa wa Aminata, na uzuri ni kwamba huyo ndo ambaye alimshtaki. So kwa sasa ameshatimuliwa kwa sababu yeye alishamuuza Aminata kwa Mr. Samuel.
Jaji alimuuliza Mr. Samuel ambaye ndo mmiliki halali wa Aminata kama ana neno lolote la kusema, ila jamaa ana roho fulani hivi ya ubinadamu. Akasema hana la kusema zaidi ya kumuomba msamaha Aminata na kutaka bibi awe huru tu kwenye maisha yake yote. Aminata aliweza kuachiwa huru na kuondoka zake, lakini sasa meli aliyotakiwa kuondoka nayo ilikuwa tayari imeshasepa. Yaani Chokolo, mke wa Krebo na mtoto wa Krebo walikuwa wameshatangulia tayari. Francis alimtaka Aminata abaki, ila bibi aligoma, maana alikuwa anaumisi tu wa Chokolo. Leo Aminata ameamua kumpa busu takatifu Francis. Mambo hayo. Hehehe, mbona amemkisi hivi sasa jamani? Hembu ngoja tutajua tu kila kitu huko mbeleni. Huenda kukaa kuna siri kati yao hawa wawili. Baada hapo bibi akaamua kusepa zake. Hapa Aminata anaonekana yupo kwenye chombo kuelekea Washington. Alivyofika tu ikawa kuna wauni fulani wanataka kumzingua. Mara ghafla akaja jamaa mmoja hivi ambaye anaitwa Jason akamtetea. In short, Jason alimpokea vizuri sana bibie, na hiyo yote ni kutokana na kwamba Aminata ni negro mwenzake. Aminata akamuuliza jamaa kama kuna mtu yote ambaye anamjua anaitwa Chokolo, ila mwamba akamwambia hamjui, ila kama yupo Washington basi lazima watampata tu. Sasa wakati wapo njiani kuelekea kwenye makazi maalum ya Negros, njiani Aminata alikuwa akishangaa sana, maana utaratibu wa huku bwana, watu wakifa huwa wanatupwa tu, yani huwa wazikwi. Kutokana na baridi kali, jamaa akaivua koti maiti moja hivi ili Aminata aweze kuvaa, maana Aminata alikuwa anatetemeka sio poa. Bibi alikataa kuvaa hilo koti. Jamaa alimuelewesha pale mpaka mwishowe bibi akakubali. Baada ya safari ndefu waliweza kufika kwenye makazi yao sasa, ila namba ya watu ambao walikuwa wakifa huku ilikuwa ni kubwa sana, na hiyo yote ni kutokana na njaa, hukumu, maradhi. Yani kama wewe ni bingwa wa kupinga serikali basi ujue utanyongwa tu, huwezi kupinga namna hiyo. Kwenye hii jamii pia wanaishi wa British. Sasa kutokana na njaa kali, Wajuba wakipata tu vyakula vyao, watu weusi hufanya mchakato wa kuviiba bwana, kisha wanakimbia. Yani sio poa. Hapa tunawaona watu weusi wakiwa wapo kanisani, na huyu unayemwona hapa anaitwa Pastor Moses. So hapa pastor alikuwa akitoa neno pamoja na kubadilishana mawili matatu na Waafrika wenzake. Baada ya ibada, Aminata alikuwa yuko na Pastor Moses, lakini ghafla uchungu ukamwanza. Pastor ikabidi ampeleke ndani chapu, na of course aliweza kujifungua mtoto wa kiume salama kabisa. Lakini majira ya usiku Aminata alianza kujisikia vibaya, na mtoto wake pia akawa na homa kali sana. Baada ya kupambania maisha ya mtoto pale, mwisho wa siku bwana, uwezi amini, mtoto alifariki. Mtoto wa pili huyu. Hapa Aminata alikuwa na uchungu sio wa kawaida, maana mtoto wa kwanza alichukuliwa akapotezwa, huyu wa pili wa kiume amefariki. Siku zilienda, Aminata akaenda sehemu fulani hivi kuweza kuomba kazi. Kwa kuwa yeye alikuwa anajua kusoma na kuandika, basi bwana akapatiwa kazi ya kuweza kuchapisha magazeti na kuyauza, na kila kazi aliyokuwa anafanya ilikuwa ikimfurahisha bosi sana, maana mauzo yalikuwa juu kuliko mwanzoni kabla yeye kuingia kwenye hii kazi. Na wazungu walikuwa wakichukia sana jinsi Aminata alivyokuwa akipendwa na namna anavyochapa kazi. Na huyu bosi wake hapa anaitwa Elizabeth. Sasa wakati Aminata yuko na pasta wakiwa wanapata kahawa kidogo, ile kufungua tu, Aminata aliweza kukutana na yule captain ambaye alimpa maagizo ya kukusanya taarifa za watu weusi kipindi wapo kule New York, kama unakumbuka, na alifurahi sana kukutana naye. Sasa wakati wa usiku, captain alimuomba Aminata awe msaidizi wake kwenye kazi mbalimbali, na Aminata alikubali, maana ilikuwa ni kama fursa kwake. Wakati wa asubuhi, Aminata aliweza kumuona Chokolo bwana, walikumbatiana na walifurahi sana ise. Ila sasa jamaa akawa anauliza mtoto yuko wapi. Aminata ikabidi amwambie kwamba mtoto alifariki wiki 2 tu zilizopita. Sasa kutokana na kwamba Aminata alikuwa anafanya kazi na captain, yule mwanamke ambaye alimwajiri ambaye anaitwa Elizabeth alikuwa akikasirika sana. So alikusanya kikundi cha watu na kwenda kuamua kumfanyia vurugu. Huwezi amini bwana, walifanya vurugu na mwishowe wakamuua Jason, yule jamaa ambaye alimpokea Aminata huku. Sasa Aminata alichukia sana, ikabidi aende kumwelezea captain. Basi bwana, na captain naye alimwambia kwamba sijali, hilo swala atalishughulikia tu. Sasa kuna jamaa mmoja hivi, mtu mweusi, alienda kwa Elizabeth na kumchoma kisu, yani ilikuwa ni kama vile kulipiza kisasi, maana huyu ndiye ambaye aliwashawishi wale wauni wa Kibritish kuweza kufanya vurugu. Jamaa aliyemchoma kisu na yeye hakufika hata mbali, alikamatwa na wa British na kuweza kuuliwa hapo hapo. Yani hayo mambo yote ambayo yalikuwa yakiendelea hapo, Aminata alikuwa akiyashuhudia kwa macho yake mawili. Yani kwa sasa kundi kubwa la wa British hawawataki kabisa watu weusi, na ndio maana wanawaua. Baada ya Aminata hapa kuona kuna mtu ameuliwa, akaamua apite njia ya maporini asije akauliwa na yeye. Sasa hapa tunamuona pasta naye akilia sana baada ya kanisa lake kuchomwa moto, na sasa hawatakuwa na sehemu ya kukusanyika kabisa na kuweza kuabudu. Sasa kutokana na kwamba wa British wameamua kukiwasha, Aminata alikuwa akimtafuta mpenzi wake Chokolo kwa udi na uvumba. Aliita sana ila wapi, lakini ghafla akamuona Chokolo akiwa na kijana mwingine ambaye kama vile alikuwa akimsaidia hivi. Basi bwana wakakumbatiana hapa, na Aminata akamwambia Chokolo asije akamwacha tena, kutokana na kwamba hapa
Washington kwa sasa sio sehemu salama hata kidogo. Aminata na Chokolo walipanga mpango wa kuweza kurudi Afrika. Sasa hatujui kama huko Afrika ambako wanataka kuelekea kutakuwa ni salama kwao ama ndo atatekwa na kurudishwa tena kwenye biashara ya utumwa. Basi bwana, safari ilianza kuelekea Afrika. Yaani hapa waliokuwa wanasafiri ni Pasta, Aminata, Chokolo, Kapteni ambaye ni mzungu na baadhi ya Waafrika, lakini in short walikuwa wakifurahi sana. Walipokaribia kufika, Aminata aliweza kukumbuka kisiwa cha kwao, akawa anawaonyesha pale. Baada ya kufika salama Sierra Leone, Waingereza waliwasaidia kujenga mji mpya ambao ulikuwa ukiitwa Freetown, yani mji huru. Na sasa Aminata pamoja na Chokolo watakuwa wanaishi kama mke na mume, tena kwa uhuru usio wa kawaida. Lakini masuala ya utumwa stili yalikuwa yakiendelea kama kawaida. Sasa siku moja wakati Aminata anafanya kazi zake, akamwona kijana mdogo sana akiwa amefungwa minyororo, na alivyomwona aliweza kumchukulia kama vile mwanaye. Kwa huruma alimfuata na kumpatia kikombe cha maji. Ila cha kushangaza sasa, huyo mfanyabiashara wa kizungu alikuwa ni katili balaa, maana hakutaka Charlie anywe maji hata kidogo. Na hapa Aminata alikuwa anajua fika yale yote ambayo wataenda kupitia hawa watoto baada ya kusafirishwa kama watumwa. Aminata alikusanya Negroes wenzake wote ili angalau aweze kuzuia hao vijana wasipelekwe utumwani. Na misheni kubwa ambayo Aminata yuko nayo hapa ni kukomesha kabisa biashara ya utumwa. Kutokana na mabishano ya hapa na pale, Chokolo akazinguliwa sana, lakini hakupoa wala nini. Na hapo alikuwa akimshuhudia Mwafrika mwenzao kabisa, tena mweusi, akilipwa pesa eti tu kwa sababu amewasaidia wazungu kuweza kuwakamata hawa vijana na kuwafanya mateka ili wazungu wakawatumia kwenye shughuli zao. Sasa kutokana na kwamba Chokolo alikuwa ni msumbufu, majamaa wakawa wamekasirika sana. Alimfuata na kumchimba biti zito kichizi. Sasa Pasta akawa anamshusha hasira Chokolo, huku jamaa anayewasaidia wakoloni akitazama tu. Sasa pamzeni kama vile amepoteza nuru kwenye macho. Sasa sijajua ni pressure au ni nini, lakini akawa anawagusagusa vijana pale. Mara akamgusa kijana mdogo kabisa, na huyu huenda ana miaka hata 10, so mzee akamkumbatia. Aise, hilo tukio liliwakasirisha sana hawa majamaa. Wakamwambia mzee amrudishe huyo mtoto chapu. Mzee akaanza kutoatoa pale vifungu vya Biblia. Mwamba kutaka stori nyingi akamchomeka beto moja hivi la tumboni. Ghafla hali ya hewa iliharibika. Askari walikuwa wakipiga risasi ovyo sana, ila walikuwa wakizipiga juu. Aminata naye aliumia sana kwa kifo cha mzee. Bibie alidhani akija huku itakuwa ni amani tu kwa kwenda mbele, lakini ndo hivyo tena, hakuna amani wala nini. Kwa sasa bibie anaumia sana, ila hapo mbele najua tu kabisa atakuwa ni mtu mwenye furaha isiyoelezeka. Na hii movie bwana, au haya matukio kwa namna moja au nyingine yanaonyesha uhalisia wa mambo, namna yalivyokuwa kipindi hiko cha utumwa ambacho alipitia babu zetu. Sasa hapa Aminata alikuwa akimtaka Chokolo waelekee kijijini kwao ambako Aminata amezaliwa, na hiko kijiji kinaitwa Bayo. Ila Chokolo anahofia sana, maana hata yeye mwanzoni alishirikiana na watu weupe kuwateka watu na kuwafanya kama watumwa. Ila Aminata akamwambia hayo mambo ni ya zamani na sasa ameshakuwa mapya, so asiwe na wasiwasi wowote. Basi Chokolo alikubali bila kusita na Aminata alifurahi sana. Hapa tunawaona wakielekea kwenye hiko kijiji, na hapa walikuwa hawajui kabisa kama kuna hatari kubwa sana ambayo iko mbele yao. Kuna sehemu moja hivi walifika wakakutana na yule jamaa Blaki ambaye huwa anawauza wenzake kwa wazungu. Tena hapa alikuwa yuko na watoto wadogo kabisa kwa ajili ya kuwapeleka wakawe kama watumwa. Hapa kuna binti mdogo sana, yaani Aminata akimtazama huyu binti anakumbuka yeye namna alivyokuwa mdogo miaka mingi sana iliyopita. Ikabidi ampe maji, maana alikuwa anaonekana kama amechoka sana. Sasa kutokana na kwamba Aminata na Chokolo waliumia sana baada ya kuwaona watoto wadogo wakifanywa watumwa, waliamua kujificha mahali na kuanza kupanga mipango ya kuwatorosha. Sasa usiku ulipoingia, waliona kabisa kwamba majamaa watakuwa wameshalala. Chokolo aliamua kwenda kimya kimya na kuwafungulia wale watoto bwana. Na wakati huo Aminata alikuwa amejificha kwenye majani, lakini alitokea jamaa mmoja hivi akamkamata Chokolo na kumpiga visu kisawasawa. Wakati huo Aminata alikuwa akishuhudia kila kitu. Ikabidi aende chapu pale kuweza kumsaidia mumewe. Wewe dada ambaye unatazama hapo, ungekuwa ni wewe, ungeweza kufanya kitu kama alichofanya Aminata? Hebu niwekee komenti yako hapo. Basi bwana, Aminata alifanikiwa kumuua adui, lakini cha kusikitisha ni kwamba Chokolo ameshafariki. Siku mbili zilizofuata Aminata alikuwa tayari ameshafika kwenye kijiji cha Bayo ambapo ndipo alipozaliwa. Basi hapa kijijini Aminata alikuwa akikaa na watu na kuwasimulia kila kitu alichowahi kukipitia kwenye maisha yake. Na miaka 10 baadaye Aminata akawa ni mtu muhimu sana, na pia alikuwa ni mwaminifu sana kwa Waingereza. So Aminata alipata mwaliko fulani hivi kwenda London, na alialikwa huko kwa heshima kubwa sana, na watu waliomwalika ni wale wale ambao mwanzoni walimfanya kama mtumwa. Na hapa alikuwa ameshakamilisha kazi yake ya kuandaa kitabu cha watu weusi ambacho kilikuwa kinaitwa Book of Negroes. Hiko kitabu kilikuwa kinaelezea kwa kina wanajeshi zaidi ya 1000 ambao walikuwa ni weusi, namna walivyoungana na kupoteza maisha yao kwa sababu ya harakati za Uingereza. Na hiyo ilikuwa ni kama vile alama isiyofutika kwa Waingereza katika historia
historia yao. So kwa kutambua utumishi wake, serikali ya Uingereza ilimpa heshima kubwa sana na wakumchukulia kama mtumwa. Aminata alielezea mambo mengi sana waliokumbana nayo wakiwa kama Negroes, na Waingereza waliingiwa na aibu sana baada ya ukweli aliyouongea Aminata juu ya biashara ya utumwa, maana vyote hivi alikuwa akiviandika mwenyewe kwenye kitabu. Sasa siku inayofuata watu wengi walikuwa wamenunua kitabu cha Aminata, na hapa alikuwa akiweka saini kwa kila kitabu. Huwezi amini bwana, hata Mr. Samuel na yeye pia alikuwepo, na pia alikuwa akitaka kuwekewa saini kwenye kitabu chake. Huyu Mr. Samuel kama unamkumbuka, ni ule mzee ambaye alikuwa ni bosi wake wa pili aliyesafiri naye kwenda kule Marekani. Sasa baada ya mchakato wa kupinga biashara ya utumwa, kura za maoni zilipigwa na Waingereza wengi walipinga kuwafanya Waafrika kama watumwa wao. Miaka kadhaa ikasonga. Kama unavyomuona Aminata anaanza kuwa mshangazi sasa, maana anazeeka huyu kapteni alishawahi kumwahidi Aminata kwamba atampatia ramani ya Afrika, na hapa ndio ametekeleza ahadi yake. Yaani Aminata hakuamini kabisa, maana hii ilikuwa ni ndoto ambayo yuko nayo kwa muda mrefu sana. Yaani shote alikuwa kitamani kuona ramani ya Afrika ilivyo. Sasa leo wakati yupo nje akamwona Mr. Samuel akiwa amesimama. Akasema hapa leo lazima nimfuatilie huyu Mr. Samuel. Lakini jamaa alitembea na kuingia ndani ya nyumba moja hivi. Aminata yeye akawa amesimama nje. Wakati anataka kuondoka, ghafla Samuel alitoka na dada mmoja hivi. Na hii sio mara ya kwanza kumuona huyu binti. Binti aliongea vitu vingi sana kuhusu Aminata, maana alishaelezewa habari nyingi sana kuhusu Aminata. Na huwezi amini bwana, kumbe huyu binti ni mtoto wa Aminata ambaye aliibiwa na yule mwajiri wake wa mwanzo kabisa na kutenganishwa naye. Hapa alimuuliza, wewe ni May? Binti akaitikia kimaanisha ndiyo. Aminata alimkumbatia mwanae pale, maana ni muda mrefu sana kuweza kumtia machoni, yaani ni zaidi ya miaka 20. Aminata alimpa shukrani sana Mr. Samuel, na nadhani kwa sasa kinyongo cha Aminata kwa Mr. Samuel kitakuwa kimesha kuisha, japokuwa hakupata nafasi ya kukaa na mwanae kwa muda mrefu. Mwanangu unayetazama hii movie, umejifunza kitu gani? Hebu niandikie kwenye comment hapo chini ili tuweze kudiskasi, lakini pia usisahau kuniambia unatazama kutokea wapi, na mwisho kabisa usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele, kulike na kushare ili uwe mwanafamilia wa Mentalix Recaps. Na pia kama una tangazo lako, tutafute kwenye hiyo namba tuweze kuyajenga. Ulikuwa na mimi mchizi wako Aiko, see you next time.